أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع أولياء أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله maudhui yetu ya leo kama ilivyojeleza katika matangazo ni kalimatu shahada, kalimatu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Inshallah, kabla ya kuendelea na mada hii, tunaanza na kulitambulisha hili neno. Neno hili kalimatu ash-shahada inatambulikana vile vile kama kalimatu tauhid, inatambulikana pia kalimatu al-ikhlas, na katika maibadhi wao wameliongeza jina jingine linaitwa al-jumla. Kwa hivyo kalimatu shahada yani ndio ile la ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, na hilo linatambulikana kalimatu tauhid au kalimatu ikhlas, na maibadhi wanaliita aljumla. Neno hili ndio neno ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelisema hiya al-urwatul wuthqa la infisama laha, yani ndio kishiko madhubuti kilichokuwa hakina kukatika. Neno hili kama tunavyoliona ni neno ambalo awwalu ma yuta'abbadu bihi almuslim, ni neno ambalo la mwanzo kabisa ambalo Muislam anaanza kufanya ibada kwa kulitumia neno hili, ili mtu aingie katika Uislamu kwa kutamka neno hili, ndio anaanza safari yake katika Uislamu. Na vile vile inamwajibikia neno hili wakati wa mwanzo kabisa, kama ni mtoto anafika katika umri wake wa baligh, mwanzo kabisa wa kubalighi kwake, anawajibika kulitambua neno hili na kulifanyia kazi. Na hivyo hivyo mtu ambaye anaingia katika Uislamu mara tu baada ya kumsimamikia yeye hoja na dalili, basi anawajibika kutamka neno hili na kuanza kulifanyia kazi. Na hoja ambazo zinatakiwa kumfikia mtoto ambaye amebaligh na kuingia katika Uislamu, au mtu ambaye anataka kuingia katika Uislamu, hoja ambazo zinatakiwa kumfikia kwanza ili aingie katika Uislamu, aanze kuwa ni Muislamu, aanze kuwa ni mukallaf na kuhesabiwa, basi ni kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maarifa ambayo yanatosheleza kwamba yeye sasa anaweza kutamka hilo neno. Kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja, kwamba yeye Mwenyezi Mungu yupo, na kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye anastahiki uungu wa kuabudiwa, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye msimamizi na mlezi na muendeshaji wa ulimwengu wote na vilivyomo ndani yake. Kwa hivyo mtu akiamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na yupo, basi hapo yeye anawajibika sasa kulitamka neno hili baada ya kuliamini ndani ya moyo wake, na anatakiwa alitamke katika kinywa chake, na baada ya hapo aanze safari ya kulifanyia kazi na kulitekeleza neno hili. Kabla hatujaendelea mbele, ni vizuri niwape tena angalizo jingine katika
katika kulitamka neno hili kama tunavyoliona, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Madhhabi ya Ibadhi wao wanaongeza nyingine ya tatu ya kwamba wa ashhadu anna ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa haqqun min indi rabbih. Yani wanaongeza hiyo sehemu ya tatu ya kwamba tunashuhudia kwamba yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake ni haki, ni kweli. Kwa hivyo hiyo inakuwa ni sehemu ya tatu ambayo inapatikana kwa maibadhi. Ama kwa madhhabu nyingine, pamoja na kuwa hili jambo hawalikalifishi, hawalikatai, lakini hawakuliingiza katika orodha ya kalimatu shahada, bali neno hili wa ashhadu anna ma jaa bihi Muhammadun huwa haqqu min rabbi, hili wanaliingiza katika imani ya kuamini mitume. Kwa hivyo moja kwa moja kiuhalisia wanalikubali, lakini katika kulitamka katika shahada hawaliingizi, ila maibadhi wao ndio wanaliingiza neno hili. Kwa hivyo katika kulitamka neno hili ndani yake inapatikana ahadi ya mja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kulitamka neno hili anakuwa anaweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye baada ya kulitamka tu moja kwa moja anakanusha uungu, anakanusha kuabudu yoyote yule asiyekuwa Allah, na wakati huo huo anathibitisha uungu na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Anaposema la ilaha, neno hili la ilaha, hili ni kwamba anakanusha kuwepo kwa Mungu yoyote yule asiyekuwa Allah. Lakini anaposema illa Allah, anathibitisha uungu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa hivyo ndani ya shahada kunapatikana kukataa na ndani yake kunapatikana kuthibitisha wakati huo huo. Na lengo na makusudio la kalimatu tauhid kama linavyojionyesha linakuwa ni kumtoa mwanadamu kutoka katika utumishi, kutoka katika ibada ya kuviabudu vitu vingine vilivyokuwa havistahiki, na kwenda katika kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja Subhanahu wa Ta'ala ambaye anastahiki kuabudiwa. Na suala hili la kalimatu shahada au kalimatu tauhid ndio mada kuu ambayo wamekuja nayo mitume wote waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mtume aliyekuja aliwalingania watu wake katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake na kuto kumshirikisha na chochote, kwa kuwaambia watu wake kwamba u'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yani hatukupeleka yoyote kabla ya wewe katika mitume, ila tulimpelekea wahi kwamba awambie watu wake kwamba la ilaha illa ana, hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki ila mimi, fa'budun, basi niabuduni peke yangu. Kwa hivyo huo ndio muhimu wa mitume yote iliyokuja, hiyo ndio iliyokuwa kazi yao kubwa wakifikisha kwa watu wao. Kwa hivyo lengo la kufikisha dawa hii kama tulivyoona ni kuanza safari ya kumtoa mwanadamu katika utumishi wa viumbe na kumpeleka katika utumishi wa Allah, kumtoa katika ibada ya kuabudu viumbe na kumleta katika ibada ya kumwabudu Allah mmoja Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na katika swala hili la kutamkisha watu shahada ni swala zito na swala kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunavyoona katika historia, kazi ya mwanzo kabisa aliyoianza ilikuwa ndio hiyo ya kuwalingania watu kutamka kalima la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Na neno hili uzito wake unakuja katika maamrisho yatakayofuata baada ya kulitamka. Ingelikuwa ni kulitamka tu alafu basi lisingekuwa na uzito,
na lisingekuwa tabu kutamkika, lakini kwa sababu lilikuwa baada ya kulitamka unajiwajibisha kufanya mambo ambayo yanafuatia katika tafsiri ya neno hili. Hili neno lina tafsiri mbili kubwa. Kuna tafsiri ya kimatendo na kuna tafsiri ya kiitikadi. Kwa hivyo tafsiri ya kimatendo ni yale maamrisho yote ambayo mtu anatakiwa kuyafanya kivitendo, lakini tafsiri ya kiitikadi ni yale mambo yote ambayo mtu anatakiwa kuyaamini katika moyo wake. Baada ya kuamini la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, kuna mambo kadhaa wa kadha mengine ambayo analazimika kuyaamini hayo ili kuweza kufikia katika lengo lililokusudiwa katika neno hili. Kwa mfano, katika mambo ambayo ni lazima mtu ayaamini baada ya kuamini kwamba Allah ni mmoja, lakini kuna mambo mengine katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile sifa ya uhai, kama sifa ya elimu, kama sifa ya irada, sifa ya kuruzuku ya elimu, irada na sifa nyinginezo zile ambazo ni za wajibu kusifikana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia kuamini mambo ya akhera, kuamini mambo ya hisabu, kuamini mambo ya moto, kuamini mambo ya pepo. Hayo yote ni katika jumla ya mambo ambayo yanaingia katika tafsiri ya kuamini la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Kwa hivyo hii inakuwa ni tafsiri ya ile la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Lakini pia kwa upande wa matendo, yale yote ambayo mtu anatakiwa kuyafanya kama vile kusimamisha sala, kutoa zaka, kuhiji na matendo mengine yote yanayowajibika mtu kufanya, yanakuwa ni tafsiri ya la ilaha illa Allah, ambayo hii ni ya kimatendo. Kwa hivyo mtu akitamka, lazima baada ya kutamka atekeleze yale ambayo anatakiwa kutekeleza, ndiyo itakuwa ameitekeleza la ilaha illa Allah. Kwa hivyo katika athari inayopatikana kwa mtu iwapo atakuwa ametamka la ilaha illa Allah ni kwamba lazima abadilike mfumo wake wa maisha kutoka katika maisha ya kijahilia, lakini sasa aishi katika maisha ya Kiislamu. Abadilike mtu kutoka katika mtazamo na fikra ya kijahilia aje katika mtazamo na fikra za Kiislamu. Atoke katika ibada za kijahilia za kuabudu vitu visivyotakiwa kuabudiwa, aje sasa katika kuabudu Mungu mmoja kama vile inavyotakiwa Kiislamu. Atoke mtu kutoka katika muamala maana yake ni mashirikiano na maingiliano baina ya watu. Atoke katika maingiliano na muamala wa kijahilia, aje katika muamala wa Kiislamu. Katika mambo ya muamala wa kijahilia kama vile masuala ya watu kukopeshana kwa riba, kama vile walivyokuwa wakiishi watu katika masuala ya zinaa na mambo mengine ya uchafu, yote hayo ni katika jumla ya muamala. Lakini sasa unakuja katika muamala wa Kiislamu, kwa hivyo mtu inamharamikia kwake yeye riba, inamharamikia kwake mambo ya zinaa, mambo ya kuiba, yote yanakuwa haya ni haram. Kwa hivyo anabadilika muamala, unakuwa sasa ni muamala wa Kiislamu. Lakini vile vile abadilike katika tabia, atoke katika tabia za kijahilia za kikafiri, aje katika tabia za Kiislamu. Mwenendo utoke mwenendo wa kijahilia uje katika mwenendo wa Kiislamu. Hiyo hakika ni kwamba mtu anapotamka shahada anatakuwa abadilike katika kila kitu ambacho kina uhusiano baina ya mtu mmoja mmoja, au kina uhusiano katika jamii, au kina uhusiano na umma mzima. Yote hayo yabadilike, yaje katika mfumo wa Kiislamu. Sasa kutokana na hali hii, imekuwa kutamka shahada ni kubadilika mtu au jamii au watu kutoka hali moja ya kijahilia ya kijinga kuja katika hali nyingine ya kiuhai wa Kiislamu. Na kutokana na suala hili lilivyokuwa zito, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalingania kalimatu tauhid, akalingania kalimatu shahada kwa muda wa miaka 13, anawafundisha Waislamu kuhusu neno hili la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Analifundisha neno hili mpaka likae katika moyo, lisoeleke na likubalike
na liweze kuleta athari katika matendo ya watu. Kwa hivyo ulitumika muda mrefu zaidi, karibu miaka 13 Mtume sallallahu alaihi wasallam analingania la ilaha illa Allah, na miaka 10 iliyobakia katika maisha yake akalingania sheria, akalingania ibada na matendo mengineyo. Na kutokana na kujulikana umuhimu na uzito wa neno hili, kutokana na kujulikana athari zinazotakiwa zipatikane katika neno hili, ndio maana wale waliolikubali lili neno walilikubali kwa dhati na walilikubali kwa nguvu zote, na walikubaliana, walikabili mateso yote, maudhi yote, adhabu zote, lakini walibaki nalo, wakalishika kiudhati kabisa, kwa sababu ya kujua umuhimu wa hili neno katika maisha yao, kwa sababu linawakomboa kutoka hatua moja kuwaleta katika hatua nyingine. Na wale waliolipinga walilipinga kwa nguvu zote, kutokulitaka, kwa sababu walijua neno hili litawaondolea utawala wao, litawaondolea mfumo wao wa maisha waliokuwa wakiishi, linawapeleka katika mfumo mwingine ambao utawafanya wao wawe sawa sawa na watu wengine, wakati walikuwa tayari walikuwa ni watu waliokuwa wako juu, wametawala, wanaendesha mambo yao kama wanavyotaka, lakini hawakuwa tayari kubadilisha mfumo. Na ndio maana neno hili wakalipinga kwa nguvu zote walizokuwa nazo, ili lisije juu, kwa sababu walijua kwamba linakuja kubadilisha sehemu kubwa kabisa ya maisha yao. Kwa hivyo katika athari ya neno hili ni kwamba mtu anapolisema, anapolitamka, basi ni kwamba anabadilisha maisha yake kutoka hali moja kuja hali nyingine. Vinginevyo kama hakubadilisha, ataingia katika makemeo makali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, enyi ambao mmeamini, kwa nini mnasema yale msiyofanya? Ni chukizo kubwa kwa Mwenyezi Mungu kusema vile vitu ambavyo hamuvitekelezi. Kwa hivyo mtu kutamka shahada halafu asiitekeleze shahada kama inavyoamrisha, huyo atakuwa ameingia katika makemeo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile mtu anapolitamka neno hili, kama tulivyotangulia kusema, anakuwa anaweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kutoka katika mfumo wa maisha aliyokuwa nao na kuja katika mfumo mwingine wa Kiislamu, mfumo mpya kabisa ambao utajitenga na taratibu zote zile za kijahilia na taratibu zote zile za kishirikina. Anakuja katika taratibu za ikhlas, taratibu za Kiislamu, taratibu za kiuchamungu, taratibu za Kiislamu. Sasa akija huku anakuwa ni mtu wa aina nyingine. Lakini pia athari nyingine inayopatikana ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi kwamba umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah, anasema nimeamrishwa kupambana na watu mpaka waseme la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Faasema fa idha qaluha, watakaposema kauli hiyo, anasema asamu minni dimaahum wa amwalahum illa bihaqqiha, yani watakuwa wamehifadhika kutokana na mimi damu zao na mali zao, naona, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Wa hisabuhum ala Allah, na hisabu yao yote itakuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu anapotamka neno hili, mbali na kuwa amebadilisha maisha yake kutoka hali moja kuja nyingine, lakini pia ameingiza nafsi yake katika himaya na hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inakuwa ni haramu mtu huyo kuuawa, ni haramu mtu huyo kuchukuliwa mali yake, ni haramu mtu huyo kutekwa nyara watoto wake. Hata kama itatokezea watatofautiana baina ya Waislamu na Waislamu wakapambana, basi wakipambana wanapambana kwa ajili ya kuondoa ile khitilafu iliyoko baina yao, lakini ikitokezea kundi moja likawashinda kundi jingine, basi hawaruhusiwi kuwateka nyara wao wala kuteka nyara mali zao wala kuteka nyara watoto wao, kwa sababu wametamka kalima la ilaha illa Allah. Kwa hivyo kalima la ilaha illa Allah ni kinga ya mtu, nafsi yake, mali yake, watoto wake, kutokana na kudhuriwa kwa hali yoyote ile, kwa sababu mtu ametamka la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapokea kisa kwamba wakati fulani Waislamu walikuwa wanapigana vita na makafiri,
Ikatokezea Muislamu mmoja anapambana na kafiri mbele yake. Yule kafiri alipokuwa anakaribia kushindwa, alitamka kalima shahada, akasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Alipotamka kalima hii, yule Muislamu ikamjia katika nafsi yake fikra kwamba huyu asingelisema maneno haya isipokuwa anasema kwa hadaa, kwa kuona kwamba sasa nimekaribia kumshinda. Kwa hivyo yule Muislamu akanyanyua upanga na akammaliza, akamuua yule aliyekuwa anapambana naye, aliyekuwa upande wa makafiri. Baada ya muda, habari hii ilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaelezewa kwamba mwenzetu mmoja amemuua mtu baada ya kutamka la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikasirika sana na akamuuliza, ataktulu rajulan ba'da an qala la ilaha illa Allah? Akarudia neno hilo kuliuliza mara baada ya mara, mpaka huyu bwana aliyefanya kitendo hiki akatamani lau kama ardhi ingepasuka akapotea kabisa. Alijuta majuto makubwa, kwa nini alimuua mtu baada ya kutamka la ilaha illa Allah. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba mtu mwenye kutamka kalima hii amehifadhi uhai wake, amehifadhi mali yake, amehifadhi nafsi yake, watoto wake, kutokana na kudhuriwa kwa namna yoyote ile isipokuwa kwa haki ya Kiislamu kama itatokezea. Kwa hivyo huo ndio umuhimu wa kauli hii ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Sasa ili kuthibitisha kwamba kweli lengo limetimia, kama kweli lengo limetimia, watu wametamka la ilaha illa Allah na lengo limetimia, inabidi tuangalie mambo yafuatayo. Hakika tauhidi, neno hili la tauhidi linathibitika na kuhakikika kwa mambo mengi kabisa muhimu, na kila mambo hayo yanatupelekea kufika katika tauhidi, kumpwekesha Mwenyezi Mungu kuliko kuwa safi kabisa. Na yote hayo mambo yote hayo yamekusanyika na kupelekea katika kuzama na kumea kwa akida katika moyo wa Muislam, moyo wa mwenye kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa mambo hayo ambayo tukiyaona yametimia, tutajua kwamba kweli kalimatu tauhidi imefanya kazi, na tutajua kwamba kweli kalimatu tauhidi imeleta athari. Anasema idha kana almuslim multaziman bidinihi, tutakapomuona Muislamu kwamba ameshikamana na dini yake, anatekeleza hukumu za dini yake, ameshikamana na msingi wa mwenendo wa Uislamu, basi huyo itakuwa yamtiku bikalimati tauhid, itakuwa kwa kule kutamka kwake neno lake tauhid ambalo ni la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, itakuwa hilo limetamkika sawa sawa na limethibitika, kwa sababu tumemuona huyo mtu ameshikamana na dini yake sawa sawa. Anasema fa innahu bidhalika yuhaqqiqu tauhid, kwa kumuona kama hivyo tutakuwa tunahakikisha kwamba huyu tauhidi kwake imemea na imekuwa iko sawa. Lakini kwa upande mwingine nasema jambo la pili, al-imanul khalis, yani mtu hawezi kutamka neno hili mpaka awe na imani iliyokuwa safi kabisa. Yani mtu awe na imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyokuwa safi, na akiwa na imani hiyo bila shaka atamwabudu peke yake, hatomshirikisha na chochote, na hatomwabudu yoyote yule asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akifanya hivyo, basi huyo atakuwa amehakikisha kutimia kwa maana ya la ilaha illa Allah. Lakini jambo jingine la tatu ambalo hili tukiliona tutathibitisha kwamba kweli huyu mtu hii la ilaha illa Allah ameitamka na imethibitika kweli katika moyo wake na katika mtoto yake, na jambo lenyewe ni dawamul muraqabatu lillahi ta'ala, yani kudumisha muraqabatullah. Neno muraqabatullah linatokana na kitendo raqaba, yuraqibu. Naona raqaba maana yake ni kuangalia, yani mtu anayeangalia na kusimamia jambo. Kwa hivyo Muislamu anatakiwa awe ana hisia katika moyo wake kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuangalia, anamuona katika kila jambo analolifanya. Kwa hivyo Muislamu ambaye anapigana na matamanio ya nafsi yake, anapambana na sheitani wake, na anakuwa anajiangalia daiman, anaona kwamba Mwenyezi Mungu anamwangalia na kumshuhudia katika kila anachokifanya. Naona Muislamu ambaye
anahisi kwamba utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala unamfunika juu yake na mbele yake, huyo atakuwa na yakini kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndiye mjuzi wa kila kitu. Kwa hivyo hatoweza kufanya jambo lolote lile ambalo linamghadhibisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Atakuwa na yakini kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu. Kwa hivyo hatoweza kuomba msaada wala hatoweza kuomba kusaidiwa au kuondoshewa dhiki yoyote, wala hataweza kuelekea kwa yoyote ile, isipokuwa ataelekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anayakini kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndiye anayeweza kumsaidia katika jambo hilo. Kwa hivyo Muislamu huyo asema kwa kujua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mmoja peke yake katika dhati yake, yani Mwenyezi Mungu ni mmoja katika dhati yake, hana vigawanyo, yani Mwenyezi Mungu hagawiki, hana sehemu, hana viungo, ni mmoja peke yake katika dhati yake, ni mmoja peke yake katika sifa zake, ni yeye peke yake katika vitendo vyake. Atamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imani ya kutambua kabisa hizo sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo ataweza kujiondolea katika nafsi yake athari zote za shaka na athari zote za ushirikina katika kauli zake, katika vitendo vyake, na atakuwa vile vile pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kila kitendo chake anachokifanya, ikiwa ni kitendo hicho ni cha matendo, ikiwa ni vitendo hivyo ni vya kauli, ikiwa vitendo hivyo ni vya fikra, kama vile atakuwa pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuwa na akida na imani iliyokuwa imemea, iliyokuwa imejengwa katika uaminifu, katika utiifu na katika usafi wa akida yake. Ama ikiwa Muislamu huyo atakata mawasiliano yake na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikiwa hakuifanya ibada, hakuisafisha ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu peke yake, akaghururika na dunia, akaghururika na siha, akaghururika na mali, akaghururika na utukufu, akaghururika na watu wake na watoto wake, basi mtu huyo ataishi akiwa ni dhalili, ataishi akiwa ni duni, ataishi akiwa ni mateka aliyetekwa nyara na matamanio ya nafsi yake. Atakuwa mbali kabisa na nuru ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atakuwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na zaidi ya hayo akhira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamharamishia kupata pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na atakuwa katika adhabu kubwa. Amesema kweli Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kauli yake, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama, yoyote yule ambaye atapuuza makumbusho yangu haya, basi atakuwa na maisha ya dhiki, maisha ya tabu, na atafufuliwa siku ya kiyama akiwa ni kipofu, na hapo atalalamika kwa kusema rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira, e Mola wangu, kwa nini umenifufua hali ya kuwa ni kipofu na hali ya kuwa nikiona? Qala, Mwenyezi Mungu atamjibu, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, hivyo hivyo zilikujia aya zetu, zilikujia ishara zetu, lakini ukafanya kuzisahau. Wakadhalika alyawma tunsa, na hivyo hivyo leo utakuwa ni mwenye kusahauliwa. Wakadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min biayati rabbih wala adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa, na namna hivyo hivyo ndivyo ambavyo tunalipa watu waliofanya israf katika matendo yao na wasimwamini Mwenyezi Mungu na aya zake, na adhabu ya akhira itakuwa ni kali zaidi na yenye kubaki milele zaidi. Kwa hivyo kwa ufupi kabisa, nadhani tumeangalia jinsi gani athari inayotakiwa kupatikana katika kutamka neno la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, kwamba lazima neno hili litamkwe katika ulimi, lakini likiwa linatoka katika moyo, lakini vile vile halafu litekelezwe kivitendo. Tusipolitekeleza kivitendo neno hili, basi tutakuwa tumeingia katika makemeo haya, waliyadhu billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shukran, jazakallahu khair ustadh. Sasa tunakaribisha wale wote ambao wanataka kuchangia chochote katika mada hii, na kama hakuna anayetaka kuchangia, basi tutakaribisha maswali. Maswali kuna aina mbili, unaweza ku unmute speaker yako au ukanyosha mkono hapo, una click jina lako. Ukisha ku click jina lako una click jina lako hapo juu kama hivi, alafu baadaye una raise hand. Ukisha ku raise hand, una unmute speaker, unazungumza. Kama huwezi hivyo, una type tu hapo. Ukisha ku type hapo, na hilo swali lako tutalisoma. Shukran, jazakallahu khair. Wakati watu wanajishauri, mimi na swali ustadhi, nitaanza kukuuliza. Ulisema kwamba mwenye kutamka shahada, kalima hiyo, mwenye kutamka kasalimika maisha yake, mali yake, watoto wake, haifai kuuliwa wala kutekwa nyara, na haifai kufanywa jambo lote lile baya. Sasa swali langu ni kuwa, je, walikuwa hawajatamka shahada, wao ni haki wadhuriwe? Ustadhi, unasikia swali langu eh? Swala nimelisikia. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha kwa Muislamu kuuawa. Naona ameharamishwa mali yake Muislamu kutekwa nyara. Ameharamisha watoto wake Muislamu vile vile kutekwa nyara wakafanywa watumwa. Na wale waliokuwa si Waislamu, waliokuwa hawajatamka shahada, kama vile ahlul kitabu, kama ni Mayahudi au kama ni Manasara, vile vile wale wanakuwa nayo haki ya kuhifadhiwa mali zao na nafsi zao, iwapo kama nchi ambayo inatawala hiyo sehemu na wao wakawa wanaishi nchi inayotawala hiyo, yani serikali inayotawala katika hiyo sehemu ni ya Kiislamu, na wao watu hao wakawa wanaishi katika nchi hiyo na wakakubali kuishi na Waislamu na wakawa wanalipa jizya, wakawa wanalipa kodi jizya, basi serikali hiyo ya Kiislamu itawahifadhi, itawalinda, na wao wasidhuriwe mali zao wala watoto wao wala nafsi zao zisidhuriwe kwa ubaya wote ule, kwa sababu wamekubali kukaa vizuri na Waislamu na wamekubali kulipia jizya kwa sababu ya kulindwa maisha yao na nafsi zao na watoto wao. Kwa hivyo na wao wanapata hifadhi katika dola hiyo, lakini itakapokuwa hawapo katika hiyo dola na wako hivi hivi tu, kwa hivyo na kwa hiyo hifadhi hawana, na mtu yoyote anaweza kuwadhuru nini, inakuwa ile hifadhi ya dola hawana. Lakini kwa Muislamu, yeye anapata hiyo hifadhi katika dola ya Kiislamu hata bila ya kutoa jizya, maadamu mtu ametamka la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, anapata hiyo hifadhi. Ama waliokuwa si Waislamu, si katika ahlul kitab, hawa wanatakiwa moja katika mawili wafanye: ama waingie katika Uislamu wapate hiyo nafasi, au kama hawakutaka kuingia katika Uislamu waingie katika ahlul kitab, wawe ni katika Mayahudi au Manasara, ili wakishaingia katika Uyahudi au Unasara wataweza kulipa jizya na wao waishi katika dola hiyo ya Kiislamu, ili na wao wapate haki hiyo ya kulindwa nafsi zao, mali zao na watoto wao. Hawakuweza hivyo, basi wanakuwa hawaruhusiwi kukaa katika dola ya Kiislamu, inabidi wakatafute sehemu nyingine ya kuishi na hawatakuwa na hiyo hifadhi. Wallahu alam, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Sijui kama ile swala limejibika au la. Naam, sawa, shukran, umeelewa. Like, kwa hivyo hiyo ni kwa dola zile za Kiislamu.
lakini sio kama upo Ehe. katika dola yetu hii sio ya Kiislamu ukaanza kusema maneno hayo kwa watu wengine, si ndio? Inakuwa hivyo eh? Yani Yaani si tuko nchi hii Tanzania, na Tanzania tunaambiwa serikali ya Tanzania haina dini. Kwa hivyo kama ndio. serikali haina dini, ina maana hizo sheria hizo na haiendeshwi kwa nini za Kiislamu. Kwa hivyo inakuwa hizo sheria hizo hazi apply katika dola kama yetu, si ndio eh? Bila shaka ni hivyo, lakini Muislamu bado anakuwa ni haramu kuuliwa, kuchukuliwa mali yake, hata akiwepo katika dola yoyote ile. Kwa hivyo wakifanya, basi wanafanya na Mwenyezi Mungu atawaadhibu, kwa sababu Muislamu ni haramu kufanyiwa hayo popote atakapokuwepo. Sawa. Eh, Kuna swali hapa mtu kaandika, anasema mi nataka kujua, mtu unajua vipi ni kafiri? Unajuaje maana kama huyu ni kafiri, yaani huyu hajaleta hiyo shahada, unajuaje? Na mtu asiyeswali ni kafiri au ni mnafiki? haya, kama tulivyotangulia kusema katika darasa zilizopita kwamba mtu kilichomo ndani ya moyo wake, kila kitu kinaonesha kile kilichomo ndani yake, na nyoyo zinaonyesha kilichomo katika nyoyo kutokana na vile vitendo vinavyofanywa na yule mtu. Akifanya vitendo vizuri vinavyoonekana, anasimamisha sala, anakwenda mwenendo mzuri, tabia zake nzuri, tunatarajia kwamba huyu atakuwa ni Muislamu. Yani tukimuona tu mtu anaingia msikitini, anatoka msikitini, anasali, anafanyaje, huyo moja kwa moja sisi tutamhukumia ni Muislamu kwa dhahir. Ama kama ndani anaficha kitu chingine, hiyo si hatuchukulii, tunachukulia kile dhahiri ambacho kinaonekana. Na kama itakuwa na ndio maana ikatakiwa kwa Muislamu mbali ya kuamini katika moyo wake, lakini anatakiwa atamke shahada ili watu wapate kumjua kama huyu ni Muislamu, aitamke shahada. Kwa hivyo mtu akiwa amekataa kutamka shahada wakati uwezo wa kutamka nao, basi moja kwa moja mtu huyo atakuwa amejitoa katika Uislamu. Itakapohitajiwa kwamba sasa, hebu toa shahada, lete la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, tamka, akakataa kutamka na uwezo wa kutamka nao, ili Waislamu wanataka wajue kama huyu ni mwenzetu au si mwenzetu, basi akikataa itakuwa ameingia katika hasara. Unaona? Kwa hivyo tutamjua kwa kumuona vitendo vyake anavyoishi. Na sijui ile swala upande wa pili limezungumzwa vipi, nimesahau. Uliza, mtu asiyesali ni kafiri Mtu au ni asiyesali, mnafiki? Tariku sala. mtu asiyesali, kuna namna mbili za kutokusali. Namna ya kwanza ya kutokusali, mtu anasali kwa kupinga kwamba huku kusali bwana si wajibu, yani si kitu kilichoamrishwa. Hasali kwa sababu anaona kwamba sala haikuamrishwa, haipo, hasa anapinga kuwepo kwa sala. Huyu akiwa anafanya hivyo, basi huyo moja kwa moja ni kafiri, huyo moja kwa moja ni kafiri. Lakini kama mtu hasali lakini ana imani kwamba swala hii ni wajibu, lakini anakuwa hasali kwa sababu ya uvivu, kwa sababu ya kupuuza, huyu anatakiwa kuleta toba. Atatakiwa mara 3 kuleta toba. Atatakiwa mara kwanza tubia, atasemeshwa mara pili lete toba, acha mambo haya, atasemeshwa mara ya 3. Akikataa mara ya 3 bado anaendelea kuacha sala, huyo atauliwa. Lakini kuuliwa kwake hauliwi kwamba ni kafiri, lakini anauliwa kwamba ni hukumu yake kifo. Hukumu yake ni kwamba auliwe. Shabab, hukumu yake huyu auliwe. Sasa
kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema al-ahdu alladhi bainana wa baina al-kufr as-sala au tarku as-sala, yani tofauti iliyopo baina yetu sisi na ukafiri ni kuacha sala. Faman taraka as-salata faqad kafara, hadithi inasema hivyo, mwenye kuacha sala amekufuru, amekuwa kafir. Sasa katika hili kimatamshi moja kwa moja imetamkwa kafir, lakini Waislamu wamelitafsiri hili neno kwamba kafiri hapa kwa maana ya kwamba ni asi, au kwa lugha ya maibadhi wanatumia, wanasema amekufuru neema za Mwenyezi Mungu, ni kafiru neema, ni mtu aliyekufuru neema za Allah. Ama wenzetu wanamwita ni asi, Ahlusunna Jamaa wanamwita huyu ni asi, ameasi amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukimwita kafiri tunasema ni kafiri aliyekufuru neema za Mwenyezi Mungu, au tunamwita asi, aliasi amri za Mwenyezi Mungu, au anaitwa fasik, aliyetoka katika taa za Mwenyezi Mungu. Lakini kuitwa kafiri moja kwa moja inakuwa haitwi ila atakapoiacha sala kwa kusema kwamba sala si wajibu, sala haikuamrishwa, sala si lazima, sala haipo. Akiacha kwa mtindo huo ndio moja kwa moja anakuwa ni kafir. Wallahu aalam, Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Shukran, shukran wa jazakallahu khair. Kuna maswali hapa mawili, lakini swali moja anasema yeye liko nje ya topic. Kwa hivyo tutalisoma hili liloko kwenye topic kwanza, halafu tutakuja kulisoma hilo liloko katika nje ya topic. Anauliza, kutamka shahada inatosha kuokoka siku ya Kiyama au lazima uwe muumini kabisa? Yani kutamka shahada tupu bila ya kutenda. Yeah. Yani mtu anatamka tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ishamtosha kwamba yeye ni Muislamu, huyo aingia peponi. Ndio hivyo, Labda ndo wakusudia hivyo, sijui kakusudia vipi mwenyewe, au labda kuna wale watu wanaosema kama ukiwaambia kama vaa hivi tunatakiwa tuvae hivi, sasa kama sio wanawake tuvae hivi au usifanye hivi, anakuambia imani iko hapa, iko moyoni. Unaweza kama wewe unavaa vizuri na kila kitu, lakini ndo ashaddu min alqatil, yani wewe ndo mkorofi zaidi. Kwa hivyo labda ndo kama hiyo. kuna hadithi inayosema atakayekuwa neno lake la mwisho ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, au ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, atakayekuwa neno lake la mwisho ni hilo, anaingia peponi. Hii hadithi ipo kweli, lakini ina mazingira, yapo mazingira aliyopo ni kwamba ikiwa mtu anatamka la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, naona yupo mtu anaishi muda mrefu anatamka hivyo, lakini haifanyii kazi ile la ilaha illa Allah. Ina maamrisho yake, ina makatazo yake, inatakiwa ifanyiwe, ina imani zake, mtu anatakiwa aamini hichi na hichi na hichi, vyote hivyo yeye haamini, just anatamka tu na hafanyi chochote mpaka anakufa, yuko katika hali kama hiyo. Huyu tunasema ndio ile tulosema kwamba anasema mambo ambayo hatekelezi. Tumetamka, tumesoma ile aya ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, lakini hiyo ya kusema mtu akaingia peponi, hiyo kauli hiyo kama hadithi inavyosema, ina mazingira ya, kwa mfano mtu alikuwa sio Muislamu, lakini baada ya kuslimu, ile kuslimu tu hajapata muda wa kufanya lolote, pale pale akafa. Pengine ameteswa katika mateso akashahadia na pale pale akafa, basi huyu kweli atakwenda peponi kwa sababu neno lake la mwisho na hakupata muda akaupoteza,
ametamka shahada na kufa pale pale, kwa hivyo huyu atakwenda peponi kweli, kama ilivyosema hadithi. Lakini mtu ambaye anaiimba shahada, anaifanyia ishtizai, hafanyi lolote, halafu ategemee kwenda katika pepo bila ya kuifanyia kazi shahada, ama hiyo itakuwa haipo hivyo. Unaona, lazima shahada ifanyiwe kazi, ifanyiwe vitendo, ithibitishwe kwa vitendo. Naam. Aya, suala jingine leo anauliza, kuna sehemu nimeona wanasema kila Muislamu ataingia peponi eventually, hata kama mwanzo lakini hii naona maibadhi hawaitaki. Hata kama mwanzo aliingia motoni, alafu baadaye atatolewa kule motoni apelekwe peponi. Hata akipewa adhabu motoni, lakini eventually ataingia peponi. Hii ni sahihi? Sasa hiyo kauli ipo kwa Ahlusunna, wanasema hivyo na ni akida yao na ni imani yao kubwa, kiasi ambacho wanawasema watu wengine wasiokuwa na imani hiyo kwamba wamekufuru. Lakini ukichunguza kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndani ya Qur'an hakuna aya inayosema hivyo. Ndani ya Qur'an hakuna aya ya wazi wazi inayosema hivyo, lakini kuna aya ambazo zinaelekezwa kwa nguvu ziende huko, lakini aya ya wazi wazi hakuna, isipokuwa aya ya wazi wazi iliyopo ni aya ambayo Mayahudi walisema, waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mayahudi wanazungumzwa katika Qur'ani kwamba wamesema hautatugusa sisi moto isipokuwa siku chache za kuhesabika. Unaona, isipokuwa siku chache tu za kuhesabika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, qul attakhadhtum inda Allahi ahda. Mwenyezi Mungu anawaambia Mayahudi, sema Muhammad, waambie Mayahudi, je, mmepata kutoka kwa Mwenyezi Mungu ahadi ya kwamba mtaingia motoni kwa siku chache zile mlizofanya makosa tu, alafu mtakwenda peponi? Mmepata hiyo ahadi? Alafu aya ikaendelea kusema, bala, hapana, sivyo hivyo, yani jambo haliko hivyo mnavyodhania. Man kasaba sayiatan, yoyote yule atakayechuma uovu, wa ahatat bihi khati'atuhu, na makosa yake yakamzunguka kila upande, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, hawa watakuwa ni watu wa motoni na humu milele watadumu. Yani aya kama hizi za kwamba watu watadumu milele motoni ndio ziko tupu, zimejaa. Hakuna aya hata moja iliyoashiria kutoka, na zilizopo ambazo zinatumika sana ni hadithi. Ziko hadithi nyingi zinazosema hivyo, lakini hadithi hizo zote zimehakikiwa na kufanyiwa utafiti na zimeonekana kwamba ni katika hadithi dhaifu. Na moja katika udhaifu mkubwa hizo hadithi ni kwa sababu zinapingana na aya za wazi wazi zilizopo katika Qur'an. Kwa sababu ya kupingana na aya wazi wazi zilizopo katika Qur'ani, aya ambazo ni muhkam, moja kwa moja hizo aya zinakuwa hizo hadithi zinakuwa hazifai kutumika katika kujenga imani, katika kujenga itikadi, akida ya Kiislamu, kwa sababu zinapingana na Qur'an. Kwa hivyo hizo hadithi kweli zipo, lakini tunasema zinapingana na Qur'an, na zile aya ambazo ni muhkam zinapingana nazo. Kwa hivyo hazifai, kwa upande wetu sisi tunasema hazifai kutumika katika masuala ya itikadi ya akida. Lakini wenzetu Ahlusunna wanasema hizi hadithi kwa sababu ni nyingi, wanasema ni nyingi hizo hadithi. Kwa sababu ni nyingi, wanasema zinapeana nguvu, zinatiana nguvu wao kwa wao, wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo wanazitumia katika masuala ya akida kama hivyo. Wallahu alam, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Kiufupi ni mtu kuchukua tahadhari, kwa kweli ni kuchukua tahadhari. Kwa hivyo mtu ajenge imani katika jambo ambalo hata kama litakuja kuwa ni kosa haitakuwa hasara kwake yeye.
mtu ajitahidi kufanya mambo mema, ajiepushe na mabaya, ili kuhakikisha kwamba hatoingia motoni. Ajitahidi asiingie motoni, asijilegeze legeze kwa kutumai kwamba tutatoka motoni twende peponi. Usijilegeze, jikaze. Nafahamu, kwa sababu ukijikaza ukaingia peponi itakuwa umefanikiwa, hata kama utakuja kuona watu wengine watoka huko motoni, sawa, lakini wewe hukuingia. Lakini ukasema mimi najilegeza legeza, najiachia achia, kwa sababu tuna ofa, si tutatoka baadaye motoni twende peponi. Sasa ukifika huko ukakuta mambo sivyo, hakuna kutoka, itakuwaje? Mtu kashajilegeza kashajiachia achia kwa malengo kwamba wataingia motoni alafu watoke. Ukifika huko ukakuta hakuna kutoka, ni motoni milele moja kwa moja, hapo utafanyaje? Ni hasara. Kwa hivyo bora ukae pahala palipokuwa na unafuu na usalama wa moja kwa moja, kuliko kujiachia ukakaa ncha ncha alafu ikaja ikawa hasara. Wallahu aalam. Ni hivyo. Shukran. Natumai muulizaji kapata jibu lake.